kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Sema ataipiga Oman kama ilivyo. Trump ameambia vyombo vya habari kwamba Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku ikitaka Irani kujisalimisha. Kumbuka Irani na Oman wanakubaliana ambao wanaendelea nayo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Sasa Trump anaona kama hawa wanapanga kunipotezea kwenye huu mchongo kabisa. Na hiyo kauli inakuja baada ya zinazoitwa zile kumalizika kwa siku 60. Kumbuka kulikuwa kuna mpango wa ceasefire ambao uliongozwa na Pakistan pamoja na Qatar kuhakikisha kwamba sasa mazungumzo au kuweka silaha chini kati ya Marekani pamoja na Iran unafikiwa tamati. Kwa jana ndio zilikuwa zinafikiwa siku 30, siku 60. Na Trump vile vile ameendelea kuishangaza dunia, anasema kwamba ataweza kuishambulia Oman. Kumbuka kwa kipindi kirefu walikuwa wanaomba kwamba huu mlango bahari wa Hormuz kwa sababu jiografia ya Iran pamoja na Oman unapakana, kwa hiyo kuhakikisha kwamba wanakuwa katika sehemu ya msingi katika anasema katika kumiliki mlango bahari wa Hormuz. Lakini Trump anatoa kauli hiyo akiwa anasema kwamba ana mazungumzo ya ndani kabisa ya kikosi cha kulinda mapinduzi IRGC ambao wamekuwa wamezungumzwa na utawala wake, taarifa nyeti kabisa. Yani yeye ana mazungumzo nao. Nimeuliza kwa Trump anasema kwamba ana mazungumzo ya ndani kabisa na kikosi maalum cha kulinda mapinduzi IRGC. Kumbuka IRGC sasa hivi ndio wanatarajia kwamba wamekuwa akitoa maamuzi makubwa sana ya nchi ya Iran, na hata Mujtaba Khamenei unafahamu katika vile vita vya Ghuba vya mwaka 1982 naye alikuwa ni mmoja wapo wa wapiganaji. Lakini kwa upande wa pili wanakanusha nchi ya Iran kwamba hawana mazungumzo yoyote na nchi ya Marekani. Ukiacha kauli hiyo inatoka kauli ya juzi Trump kipindi na hutubia wafuasi wake alisema kwamba wanaumiliki mlango bahari Hormuz kwa 100%. Wakati huo anatoka kauli hiyo anasema kwamba anasema kwamba anaweza akachukua maamuzi ya kuweza kuipiga Korea ya Kusini. Hii kimsingi mimi nishangaza, ukiacha hii hoja zake kwamba tunamiliki Hormuz, tutaipiga Omani, sisi tumemaliza jeshi la Irani, lakini kusema kwamba ataenda kuishambulia Korea Kusini. Kumbuka Korea Kusini mshirika wa karibu sana wa nchi ya Marekani kihistoria, na wao wamekuwa na mitafaruku kati ya wenzao au Korea Kaskazini ambao wameongozwa na Kim Jong Un. Kwa hiyo kwa kweli kauli za Trump zinaendelea kushangaza ulimwengu kwamba wanaweza kusema kwamba ni kiongozi ambaye anataka nini au anaamini kule nini, kwa sababu ni mtu ambaye anabadilika sana, na inatajwa vile vile kwamba ni mtu ambaye hata kudili naye inakuwa ni kazi sana kwa viongozi wa kidunia. Kwingineko, waziri mkuu wa usalama wa taifa wa Israel mwenye msimamo mikali ya mrengo wa kulia anaitwa Itamar Ben-Gvir amesema kuwa majeshi ya Israeli yanapaswa kuwaua watu 30 hadi 40 huko Gaza kila usiku. Yani ni agizo hilo kwamba jamani, KPI yenu ni kuwaua watu 30 au 40 kwa usiku mmoja. Nikiamka asubuhi yawasilisha ripoti kwamba jana umeangusha watu 40. Ni KPI hiyo. Akishirikiana kuwa wale isiwe kwa wanaohatarisha usalama katika wakati huo maalum. Shirika la habari la Al Jazeera jana limeripoti hiyo taarifa. Ben-Gvir alitoa kauli hiyo katika mazungumzo kwenye moja kati ya mahojiano aliyoyafanya, ambapo anasema hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya ifanya Israeli ishinde kwenye eneo hili. Na wiki mbili zilizopita alitoa kauli vile vile tata ya kusema kwamba tunahitaji kuweza kuweka mamba wakali kuna jera ambao wanashikiliwa wale ambao wanaitwa wapiganaji wa Kipalestina. Yaani anashauri kwamba tupeleke sheria bungeni Knesset pale, tutengeneze sheria ambazo zitakuwa tunaweka mamba wakali ambao Mpalestina yote ambaye atakamatwa kama akitaka kutoroka, basi kabla ya kuruka kuta za kutoroka akutane na mamba wakali. Sasa jana anatoa kauli kwamba kusema kwamba tunahitaji kuweza kuendelea kuwalenga au kuwafanyia mauaji, na anaenda mbali anasema kwamba watu wa 30 mpaka 40 sio tu wale ambao watakuwa wanatishia kinachoitwa usalama wa Israel, hata watu ambao hawatishii. Yaani kila siku tuwaue wa Palestina 30
mpaka 40. Anashauri waziri wa usalama. Na huyu bwana ukisoma vyombo vya habari mbalimbali vya Israeli na wapi, ni moja kati ya watu ambao wana ushawishi mkubwa na anaelekea kwenye uchaguzi. Anatajwa pia ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakawa na ushawishi kwenye uchaguzi huo. Ni moja kati ya watu ambao wanatoa kauli ngumu. Na unajua, swali zuri bwana Mtemi. Unajua kuna siasa za Israeli, kuna ambao sasa wanaitwa wahafidhina au alikudia, watu ambao na mlengo mkali sana wa kihafidhina, ndio na misimamo kama hii hapa. Yaani wao wanaamini kwamba haitakiwi wala ni ndoto kuwepo taifa la Palestina. Yaani wanaamini katika hicho. Na ninapokuja swala lao linaitwa swala la kiusalama, ni watu ambao wamekuwa na misimamo mikali zaidi. Sasa fikiria kauli ya kusema kwamba tuwaue wa Palestina 30 mpaka 40. Maana ukisema hiyo kwa mwaka utakuwa watu wangapi? Maliza sasa. Watu wengi zaidi. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba na hisa ndio ile hoja sasa ya kufanya genocide, kwa sababu tafsiri ya genocide ni kujaribu kutaka kumaliza jamii fulani. Mauaji yale ya haraiki, kwamba tumalize jamii ya Palestina, tuifute kwa sababu ya historia yao au mlengo wao. Sasa fikiria watu kama hao sasa wanashinda kwenye serikali ya Israeli. Na sasa hivi pale Israeli yeye ndo anasimamia masuala ya jeshi la polisi pamoja na huduma za magereza. Kabisa na serikali ya Netanyahu. Kabisa, na ukitazama ni kwamba katika uchaguzi ambao unaendelea, nimeona chama cha Likud wametengeneza, unaweza kaita kama propaganda. Kipindi wanaelekea kwenye kampeni, wameweka picha ya Erdogan, rais wa Uturuki, picha ya Mojtaba Khamenei. Sawa, katika mabango pale katika mitaa ya Tel Aviv na Haifa. Kama ni ujumbe kwamba watu wao ndio wamekuwa ni wapinzani wakubwa. Muone wapinzani wakubwa wa serikali ya nani? Ya Netanyahu katika chama chake cha Likud. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba watu ambao unaweza ukahisi na roho mbaya kwa mtazamo mwingine huko ambao sinatazama, wamekuwa wakipendwa na wakishaguliwa. Hata hii vita ya ceasefire wanahisi kabisa kwamba kama Iran watajipanga, watakuwa na nguvu, watajikusanya, kwa nini tuendelee kutuwashambulia? Sasa fikiria ni taifa ambao unadini na viongozi kama hao ambao misimamo ni mikali, wanaamini katika uafidhina, wanaamini katika kufuta taifa lingine. Kwa hiyo kauli yake of course imepingwa na viongozi wa kidunia, lakini vivyo inaonyesha namna gani msimamo wao ni msimamo mkali sana kwa ambao unaitwa Mazayuni, ambao wamekuwa wakiendeleza harakati ya kulifuta taifa la Palestina. Tukipia watu wauawe 30 kwa usiku mmoja na watu maisha yanaendelea. Na anashinda uchaguzi. Usisahau. Kweli. Bwana, sisi tulikuwepo hapa tukiyazungumza hayo mengi kupitia kwenye Morning Express. Asante kwa kutufuatilia, na mengine mengi unaweza kuyapitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Yanapatikana huko. Niliona pia taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump akimkosoa vikali Rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya anga nchini Ukraine. Trump anasema hakufurahishwa na hatua za Putin, akitoa ukosoaji mkali ambao ni nadra kusikika kutoka kwake dhidi ya kiongozi huyo wa Urusi. Trump amehoji Putin ameingia kwenye matatizo gani kabla ya baadaye kumtaja kuwa ni mtu mwenye wazimu. Kauli hizo zimekuja baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraine. Hayo ni miongoni mwa taarifa nyingi ambazo tumekukusanyia kwenye Morning Express. Tukirejea hapa itakuwa ni wasaa mzuri kwa ajili ya wino mzito. Asante kwa ujumbe wako unaotuandikia. Umekuwa mwingi kweli kweli. Ngoja nipitie kidogo kwa wale ambao umeandika walau kwa sekunde kadhaa hapa. Asante kwako Mo Kali kutoka 93.7. Unatusikiliza vizuri kutoka Moshi. Asante kwa ujumbe wako pia. Abeli nimekuona pia ujumbe wako umefika. Yakobo Dagno nimekuona, na wengine wote ambao kina Uweso Abdalla na wengine ambao mmetuandikia ujumbe wenu. Nitakuja kupita nazo baadaye kupitia kwenye Super Breakfast ya East Africa Radio. Kwa sasa tukapate break, tukirudi itakuwa ni time nzuri kwa ajili ya kuungana hapa kwenye wino mzito kuangazia nini hasa ambacho kitaifa kimezungumzwa kwa ukubwa na kuandikwa kwenye magazeti na vyombo vya habari mbalimbali.